Sisi tutaongelelea kuhusu maendeleo ya nchi, lakini tukipinga ukabila wa hii nchi ambao umekuwa ukiturudisha nyuma kwa miaka mingi sana. Unazuilia maendeleo katika nchi yetu. Unakuwa ukabila unachukua vijana wetu. Ukabila umekuwa ukichukua watoto wetu. Ukabila umekuwa ukichukua wamama. Na hiyo siasa za ukabila ndio tunataka kuzipinga katika nchi yetu. Na maendeleo ile inafanywa na rais ya kuunganisha Wakenya na kubalance Wakenya, asikome kukosa kufanya hilo. Wananchi wanafaa kuelewa siasa za ukabila hazistahili katika hii nchi yetu. Hakuna haja upendelee kabila lako. Hakuna haja upendelee mtu wako sababu ni kabila lako. Haistahili. Sisi wote ni jamii moja ya Wakenya na tunastahili kukaa kama Wakenya, na tufai kutenganishwa na viongozi wanaopenda, wanajipenda wenyewe, wanaegemea kabila zao, wanaegemea jamii zao ili wafaidike wenyewe, na huku mwananchi anangoja maendeleo hapati. Tunataka serikali iweke mikakati kama vile wazee wetu wakale walisikizana kuhusu ujenzi wa manyumba, transport, sekta ya chakula. Serikali lazima itie bidii ihakikishe usafiri wa umma umerudi chini kama ahadi. Ujenzi wa manyumba umezidi kujengwa bila kukoma. Upande wa chakula inafaa iingie nchini bila hata kutoshwa ushuru wowote. Bwana Rais, unafaa uachilie chakula katika hii nchi ili mwananchi aweze kupata chakula kwa njia ya urahisi. Mahali popote chakula inazuiliwa kuingia katika hii nchi yetu, tunakuomba uachilie chakula iingie katika nchi yetu, ndio watu wetu wawe na maisha bora. Hata sisi vijana tunapofanya kazi tunaweza pata unga kwa urahisi, tupate mafuta kwa urahisi, na ndio kila Mkenya abaki anajiishi yeye ni Mkenya, si mkabila. Hatutaishi maisha ukabila, na viongozi wetu tunawakanya sana hiyo njia ya ukabila wasieleke. Sisi wananchi wa Kenya ni jamii moja, na tunafaa kuwa na mtindo wetu wa kuwa tunalinda amani yetu, sababu amani yetu ndiyo kesho yetu, amani yetu ndiyo chakula yetu, amani yetu ndiyo kazi yetu, na kulinda amani yetu ndiyo mwito wa sisi wa Kenya. Kwa hivyo Wakenya, na waomba pale popote mlipo, msiegemee siasa za ukabila kupendelea viongozi wenu. Nataka muegemee upande wa maendeleo, na mkikumbuka vizuri sana, lazima tupatie nafasi serikali, na mkumbuke vizuri sana katiba yetu inaturuhusu tupe viongozi nafasi hata mara 2 ili waweze kutimiza ndoto za Wakenya wengi walio hawana manyumba, hawana chakula, kutembea kwenda kazini ni shida. Hilo Bwana President, unafaa uliangalilie zaidi na zaidi. Wakenya wanaumia kila siku kutembea wakienda kazini. Wakenya wanaumia sana wanapokuwa wakilipa nyumba kila mwezi.
Nikimalizia nataka kusema Bwana Rais, uweze kuangazia miura yako ikikuja kuisha. Kila Mkenya akwepi kulipa ushuru anapokuwa anafanya kazi, anapokuwa anafanya biashara. Hatutaki kuona Wakenya wengine wakilipa ushuru na Wakenya wengine hawalipi ushuru, na ingali wote wanafanya kazi katika nchi yetu. Tunataka kuona kila mmoja wetu anachangia uchumi wa hii nchi. Bwana Rais, nikimalizia nasema pia upande wa kuchangia vijana kuwa na kazi na kupata pesa mfukoni kupitia sekta ya abiria kama bodaboda, hakikisha vijana wamepata motorbike na malipo iwe ya nafuu, ajihisi analipa bei kiasi. Hata zile kampuni zinakopesha zijue Wakenya vijana wote watakopeshwa, watapewa mikopo ya motorbike, walipe kwa bei nafuu ili waweze kutimiza lengo lao, ili wasilemewe kununua nyumba, na ili sisi wote tuwe tunasonga pamoja. Hii Bwana Rais, pande ya transport ya umma unafaa ufinye kabisa mpaka Wakenya waweze kutumia transport sector, watumie gari za umma kwenda kazini, watumie pikipiki kwenda kazini, watumie taxi kwenda kazini. Finya pande hiyo kabisa Bwana Rais. Finya, tunataka kuona sekta zetu zikiinuka, kama sekta ya Kenya Power ikiinuka, kama sekta pipeline ikiinuka, kama sekta housing kwa serikali ikiinuka. Bwana Rais, tunataka ukiacha serikali yako iwe ni serikali imejibeba. Wananchi wanakupa nafasi, wananchi wanakutazama. Wale wanapiga siasa za ukabila watazidi kupiga siasa za ukabila, na hii nchi inaelewa tunaelekea wapi. Hatutaki ukabila. Kuna nchi mingi sana leo hii ziko hapa katika nchi yetu. Kuna jamii mingi sana zimejiunga nasi zaidi hata kuliko hizo kabila zenu mnazitaja kila wakati. Bwana Rais, tunataka kila kiongozi akuheshimu, kila kiongozi akuunge mkono, na kiongozi anaye bebeshwa koti la ukabila akuje masinani, aache siasa za kupinga, akuje masinani, tumuelekeze, atufunze siasa, akupe nafasi. Wakati wake wa kusimama ukifika, wananchi watampa nafasi tena, na awe ameondoa hiyo kabuti la ukabila, sababu hatutaki kuona kiongozi wetu yoyote akibebeshwa jina la ukabila ama koti la ukabila. Hiyo ni picha hatutaki. Na siasa za ukabila, kadi za ukabila, Bwana Rais, acha siasa kubishana na wadogo wako. Acha siasa, piga kazi, wananchi wanakuelewa. Na wananchi wako pamoja na tutakupa muda tena, tutakupa nafasi tena, na utaelekeza hii serikali mahali, na utaelekeza wananchi mahali tunafaa kuelekea, sababu uchumi wa hii nchi unastahili kuinuka kwa kiwango ya almost 70% within 2 years to come. Sawa. Na tunatarajia makubwa Bwana Rais. Ufanye kazi, na tunajua kila jamii iko serikalini, hakuna jamii imetengwa katika serikali yako. Sijui wananchi wanataka kujigawanisha kwa nini? Wenye wanapiga siasa za upishani waendelee kupiga siasa za opposition. Watu wa opposition wanajielewa vizuri sana, na watu wengine waache kujiingiza kwa siasa za opposition. Bwana Rais, hadi sijui ni nani ataweza kupanga wa Kenya isingelikuwa ni wewe. Balance wa Kenya, ili hii vita kati ya ukabila tuimalize, hii vita kati ya umaskini iishe, hii vita ya kubagua Wakenya wengine iishe. Na najua Bwana Rais utatupanga na tutapangika vizuri, na tuko nyuma yetu. Tunataka kuona balancing kila mahali,
Kwa ministry tunataka kuona balancing, wananchi tunataka wakibalansiwa vizuri kila mahali. Bwana Rais, hiyo muhula umepewa, hata rais wa zamani anastahili kujua, lazima kuunge mkono.